Bwana Yesu na asifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madinga ya Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Nikitumai kwamba huko tayari kabisa ili ukaweze na kupokea yote ambayo Roho Mtakatifu ameweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu. Mimi hapa ninakwambia kwamba karibu sana, maana ninaamini asubuhi ya leo utaweza na kupokea baraka kupitia hiki kipindi. Karibu. Asubuhi ya leo ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hujambo? Mimi pia si jambo, na ningependa tukaweze kuanza kwa maombi ili tuendelee na kusoma neno la Mungu. Tuombe pamoja. Mtakatifu, mtakatifu uishi hai milele, tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii jema ya asubuhi, baada ya kutulinda na kutuonyesha siku hii, tunasema asante. Na wakati sasa tunaendapo kulisoma neno lako, tunaomba ukaweze kuwa pamoja nasi. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mtazamaji, ningependa tuweze kusoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mlango ni ule wa 12, mstari ule wa kwanza na tumalizie wa 10. Tusome pamoja. Basi ndugu zangu, kwa habari za karama za Roho, sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa, mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hivyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, mbali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda mtazamaji tukaweze kuelewa ya leo asubuhi kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu kuna zawadi ama kuna karama ambazo hupeanwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapojaa ndani ya maisha yako, atakupa karama tofauti. Ijapokuwa karama hizi huwezi kuzinunua, huwezi kuzitafuta, lakini tu ni Roho huyo Mtakatifu huzipeana kulingana na mapenzi yake. Lakini ukiwa ndani ya Roho, lazima akupatie moja kati ya hizi karama. Na hakuna yeyote anayeweza mimi nataka kusema nataka hii ama nataka hile. Hata wengine hupewa 3, 1, 4 kulingana tu na mapenzi ya Mungu. Karama hizi ni za maana katika maisha ya Kristo, na zote zinaunganisha neno la Mungu ama mwili wa Kristo kuujenga. Na ningependa tukaweze kuzitafuta na kutambua karama hizi ambazo Roho Mtakatifu hupea watu wake ni ngapi ama ni gani. Tunaweza kusoma ya kwamba kuna hekima, maarifa na imani. Hekima, maarifa na imani. Neno la hekima upeanwa ni karama ambayo inatolewa na Roho Mtakatifu kulingana na vile anavyotaka. Neno la hekima ama hizo karama 3 ambazo nimezitaja zinatokana ama zinajidhihirisha kutoka kwa undani wa mtu. Huwezi kuziona tu hivi, lakini
ni jambo ambalo linatokea ndani ya maisha ya Mkristo. Karama kama ya hekima tunaweza kumtazama mtu kama Suleimani. Suleimani alipokuwa anaamua kesi ya wamama wawili, wale ambao mmoja wao alikuwa amemlalia mtoto usiku na akafariki. Na wakaja tu wakiwa na kesi, kila mmoja aking'ang'ania kuwa mtoto aliye hai ni wake. Lakini kwa neno la hekima, si kwa sababu Suleimani alikuwa amejipanga, nitaenda kuamua kwa njia hii. Hapana, hilo neno la hekima ni Roho Mtakatifu aliyempa wakati huo. Akatamka neno la hekima alipouliza ama alipoangiza apewe kisu, na bila shaka kwa neno la hekima akaamua kesi. Hiyo ni karama ambayo huwezi kuinunua na huwezi kuitafuta mahali. Ni Roho Mtakatifu hupeana kwa watu wake. Kwa hivyo, mtazamaji, unaweza tu hata wewe kupewa karama kama ya hekima, kuyanena mambo ama maneno ya hekima. Unaweza kutoa maneno ama kuwa na maarifa. Hiyo ni karama tu hupeanwa na Roho Mtakatifu. Ama kuwa na imani, unaamini kitu kabisa kitatendeka na hicho kitu kinaweza kutendeka. Hilo tu ni karama ambazo Roho Mtakatifu anazipeana. Na karama hizi tatu, neno la imani, maarifa na imani na hekima, hizo tatu zinatokea kwa ndani ya mtu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu usipeana kwa hiari, kwa mapenzi yake. Kuna kuponya, miujiza, kutenda miujiza, kupambanua roho. Hizo ni karama nyingine ambazo Roho Mtakatifu anaweza akazitoa. Na ndipo unaona watu wengi wanapofanya miujiza na wanatenda mambo ama wanafanya jambo linaonekana, wanaanza kujisifu. Ni mimi nimefanya hiki, hata ni mimi nimeleta huu uponyaji. Hapana, huwezi kujigamba na huwezi kujiinua. Ni Roho tu Mtakatifu ambaye amekupa karama hii. Unaweza kumwombea mtu na apone. Ni Roho Mtakatifu amekupea karama hii. Na hizi karama ambazo nimezitaja tatu, kuponya, kufanya miujiza, kupambanua roho, hizi karama tatu nazo zinaonekana kwa matendo. Ni lazima utende na hilo jambo ambalo umelitenda linaonekana. Kwa sababu muujiza hauwezi kupotelea tu hivi tu, lakini lazima ufanye jambo tuone muujiza umetendeka. Tuseme hii ni muujiza. Hiyo ni tendo ambalo limetendwa. Lakini kwa yote ni Mungu tu tunaweza kumshukuru. Si kwa nguvu zetu, si kwa ujuzi wetu, hata si kwa maarifa yetu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetoa hizi karama. Kuna aina za lugha, kutafsiri lugha, mambo kama hayo. Hizo ni karama nyingine. Unaweza kujua ama kuwa umejua kuongea kwa lugha nyingi, ama watu wakiongea unaweza kutafsiri. Hizo ni karama ambazo hutolewa na Roho Mtakatifu. Na hapana haja ya kujiinua ama ya kujigamba kwa sababu unajua lugha nyingi ama unajua kuwa mkalimani kutafsiri lugha. Na hizi lugha ni kama zile ambazo Roho Mtakatifu alipojaa kwa wale mitume. Kila mmoja aliinuka tu na kuanza kuongea katika lugha. Lakini hakuongea na lugha ambayo watu hawakuisikia. Kuna wale ambao wa aina ya hiyo lugha walikuwa wanasikiliza wanasema nini. Wagiriki waliweza kukusikia mitume wakiongea na lugha yao,
na kila mmoja aliyekuwa pale aliweza kusikiliza kwa lugha yake. Kwa hivyo Mungu huongea na watu wake kwa ile lugha ambayo wanaielewa, na hapana haja ya kutumia lugha kwa watu ambao hawaelewi. Ni vizuri, kwa sababu Roho Mtakatifu si wa kuchanganya, lakini ni wa kupambanua, ni wa kupeana mwongozo. Kwa hivyo huyu Roho wakati anapoingia ndani ya maisha yetu hutupatia karama, na hutoa karama kulingana na mapenzi yake. Naweza kuwa na karama hii na wewe unaweza kupewa karama ile ingine, lakini hayo yote ni mapenzi ya Roho Mtakatifu. Na zizi zote, mwenye kuongea na lugha, mwenye kutenda miujiza, mwenye imani, mwenye neno la hekima, zizi zote tunajenga mwili wa Kristo, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anaye tuongoza zizi zote. Hakuna mzuri kuliko mwingine. Kwa hivyo mtazamaji, je, unaweza kuangalia Roho Mtakatifu siku moja alikupea karama gani? Unaweza ukaitambua, nilifanya hii na kweli ikatendeka, nilisema hii na watu wakafaidika. Kwa hivyo usiweze kujigamba, wewe tu mshukuru Mungu, na unapotenda hata maajabu sema ni Mungu tu, si kwa nguvu yako, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia karama hizi. Ndugu dada mtazamaji, ni vizuri kuweza kutambua vipaji hivi, kuweza kutambua karama hizi ambazo Roho Mtakatifu usipeana, na hawezi kumpa mtu bila tu awe amemkubali na kumpokea huyo Roho Mtakatifu, kwa sababu upeana kulingana na mapenzi yake. Ningependa kukusihi, ni vizuri kusikiliza kimoyomoyo vile Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yako, vile unaishi maisha ya kumjua Mungu na kukubariki. Bwana aendelee na kukusaidia ukiongozwa na Roho huyo Mtakatifu. Bwana akubariki na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi njema ya neno lako. Tunaomba kwa hizo nguvu na huyo nguvu za Roho Mtakatifu akaweze kuendelea na kutufafanulia ili tukaweze kujua zaidi. Tubariki zizi zote, bariki watazamaji wote, hata watakapoingia katika sehemu zao za kazi waongozwe na Roho Mtakatifu. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mungu ameweza na kubariki kila mmoja na kipawa chake. Kipawa chako kinaweza kuwa sio kile cha yule mwingine. Hizo vipawa ambazo tumeweza na kubarikiwa nazo ni za kujenga mwili wa Kristo, ambapo huo mwili ni kanisa lake. Kile ambacho umeweza na kubarikiwa nacho au njambarikiwa nacho ili ukaweze kuwa na kiburi kwa wale wengine, ili ukaweze na kukitumia vibaya, lakini umebarikiwa nacho ili ukaweze na kujenga mwili wa Yesu Kristo kupitia huduma. So kama umepewa na umebarikiwa na kipawa, usije ukanjawa na majivuno. Usije ukaangalia mwingine ukaona kwamba yeye hawezi. Kile ambacho umebarikiwa nacho, kuna mwingine ambaye amebarikiwa na kingine ambacho wewe hauna. So hizo vipawa ni za kujenga tu mwili wa Yesu Kristo. Tusiwe na majivuno. Kila mmoja ameweza amekuwa ama yuko na wito tofauti na wa yule mwingine. Mahali ambapo kile ambacho umeweza na kubarikiwa nacho, fanya kazi nacho, ili mwili wa Yesu Kristo ukaweze na kuendelea na kujengeka. Na la mno kama kanisa, tukaweze kuwa na ushirikiano, tukaweze kuwa na umoja. Maana wakati ambapo unaheshimu kipawa cha yule mwingine na yeye anaheshimu kile kipawa chako, hapo kuna kuwa na umoja na ushirikiano. Tutaweza na kuwa na ushirikiano. Tutaweza na kujua kwamba huyu akishika upande, yule mwingine ashike upande, hakika huduma itaweza na kuenda na mbele. Lakini tukiweza na kunja
tukijazwa na majivuno, hakika tutaweza na kurudisha kanisa na nyuma na vile utengano utaweza na kuonekana, lakini tukiwa na umoja, tukiwa na ushirikiano, hakika kanisa litaweza na kusimama imara. Hivyo basi tumia kile kipawa ambacho umeweza na kubarikiwa nacho vizuri, na ukaweze na kujenga mwili wa Yesu Kristo. Na kupitia hicho kipawa tunaulizwa ninakuulizia tu ukaweza kumtegemea Roho Mtakatifu ili akaweza na kukuwezesha, akaweza na kukutia nguvu siku baada ya nyingine, akaweza kukusimamisha ili kile kipawa kikaweza na kufanya kazi na huduma ikaweza na kwenda na mbele. Ukikosa kumtegemea Roho Mtakatifu, hakika utaweza na kuanguka. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu atembee pamoja nawe, Mungu pamoja nawe. Tupatane hapo usiku saa 3:30 ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Bye bye.